Karibu tena katika somo la leo tena jingine, tunaenda kujifunza maeneo ambayo pesa imejificha. Unajua kuna maeneo fulani ambayo pesa imejificha ambayo watu wengi hawajayafahamu. Labda pengine unayafahamu lakini hujayatilia mkazo na maanani kivile. Leo tuende tena tuyachunguze. Eneo la kwanza ambayo pesa imejificha kwa watu. Kila mtu anayekuzunguka, awe rafiki yako, iwe jamii, hata kwenye taifa tunaloishi, maana yake kila mtu anayekuzunguka ana pesa yako ya kukupa wewe. Ambacho kinachotakiwa ni ku-add value. Unapo-add value, maana yake sasa unaongeza thamani. Ukiongeza thamani, maana yake sasa unaongeza mvuto wa kuzifuta pesa kwa watu wote wanaokuzunguka. Sasa tuna-add vipi value au tunaongeza vipi thamani zetu ili kuzivuta pesa kwa watu wanaotuzunguka? Kwamba mwanadamu yeyote aliyekuzunguka ana mahitaji, na yale mahitaji ndio kitu muhimu sana ambacho unatakiwa udili nacho, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye amejitosheza kwenye mahitaji yake. Kitu cha kwanza, mwanadamu anahitaji kula. Kwenye kula hapo kuna biashara nyingi sana. Timiza hitaji la kula la mwanadamu. Uza chakula, uza chochote ambacho kina involve kula. Chote hicho maana yake pesa utaipata. Lakini mwanadamu anahitaji kusafiri, uwekeza, uza magari, uza pikipiki, uza bajaji, maana yake pesa utaipata. Lakini mwanadamu anahitaji pia kusoma. Kuna stationaries, uwekeza kwenye stationaries. Fungua hata shule, kwa sababu mwanadamu anahitaji kusoma. Hiyo pia utaipata pesa ya kutosha. Si hivyo tu, mwanadamu anahitaji kulala. Mwanadamu anahitaji kulala. Kwa kwenye kulala hapo kuna biashara nyingi, ikiwemo hata hizi biashara za samani, chonga vitanda, hawezi akalala chini. Lazima pesa itakuja. Kwa maana yake ni nini? Vyote hivyo utakuja ugundue kwamba wote wanaotuzunguka wana pesa zetu, lakini kinachotakiwa lazima tu add value ili kuzivuta pesa. Na iko hivi, usipo add value wewe, maana yake waki add value wenyewe wakaongeza thamani zao kwa kuzidi wewe, maana yake pesa zako zote unazozipata kwenye mzunguko wako wa uchumi, maana yake watazivuta kwao. Na hata hivyo watakunyang'anya wewe, utaishia hivyo. Ndio ile itatimia neno sasa ambalo kama unasoma Biblia kwamba mwenye nacho ataongezewa. Kitu cha pili, sehemu ambayo pesa imejificha kwenye matatizo. Hili nishalizungumzia sana kwamba if you solve a problem, maana yake pesa unaivuta kwako, unaongeza thamani. Tutakukumbuka kwa matatizo uliotoa suluhisho, sio kwa matatizo ulioyakimbia. Maana yake ni nini sasa? Unapotoa suluhisho kwenye jamii, maana yake pesa unaivuta na heshima inaongezeka. Unapotoa suluhisho kwenye taifa, pesa inaongezeka na suluhisho na heshima pia inaongezeka. Hata hivyo, watu wengi leo duniani tunawakumbuka kwa matatizo walioyatatua. Tunamkumbuka leo Thomas Edison kwa kutuletea balbu ambayo inatusaidia kwenye taa zetu. Calculator, tunamkumbuka Thomas Edison. Unapoona tractor, tunamkumbuka aliyelitengeneza kwa sababu alileta tractor kutusaidia kwenye kilimo. Hata hivyo, unapotoa suluhisho, maana yake ndio njia sahihi ya kuvuta pesa na pesa nyingi. Na hivyo if you solve a big problem, maana yake na pesa ndivyo itakavyo determine ukubwa wako. Kama pia utasolve tatizo dogo, maana yake hata pesa utapata ambayo ni ya kawaida. Lakini pia pesa imejificha kwenye wazo, ideas. Hivi unajua kwamba kwenye dunia tunayoishi ni kwamba ambacho leo tunakiona, simu tunayoiona, mababu zetu pengine huko nyuma karne nyingi hawakuitumia simu uliyoshika mkononi. But kuna mtu mmoja aliyekuja na idea, aliyeumba simu kwenye kichwa chake. Ngoja nikwambie kidogo kwamba kila kitu unachokiona duniani started as an idea, kilianza kama wazo. Ukiniona mimi nimeshika pengine pesa, maana yake imetengenezwa na mtu. Ilianza kama idea, ilidesigniwa kichwani kwanza. Ukimwona mtu anamiliki gari, maana yake lile gari unaliona kwa nje, lakini idea ya kumiliki gari ilikuwemo toka hapo awali. Maana yake nini sasa? Wazo lako ni kitu kikubwa sana. Hata ukiona duka limeanzishwa sehemu fulani, halikuanza kukubuka
begins with an idea. Hata mimi kuumba kwangu nilianza kama an idea, kama wazo. Mungu akukurupuka tu, aliamua kuniumba mimi Bahati kwa kuangalia material na kitu chochote ambacho nitakuja kufanya duniani. It begins with an idea. Idea ni kitu cha msingi sana. Heshimu idea, heshimu wazo lako. Kuna burning desire ambayo imo ndani ya moyo wako, lengo fulani ambalo kila wakati ukikaa unajisikia furaha kulifanya na unajisikia kuwa satisfied unapolitimiza hilo lengo. Hilo wazo lifanyie kazi, pesa itakufuata. Lakini kitu kingine tunasema kwamba pesa imejificha kwenye talents. Talent. Unajua kila mwanadamu anayezaliwa duniani ana talent fulani ambayo Mwenyezi Mungu amempa. Yaani wewe ni kama mbegu. Mungu kuna kitu ambacho amekiweka ndani na unajishikia shauku unapokifanya. Na iko hivi, ili kugundua talent yako ni very simple. Kile kitu ambacho unakipenda sana kukifanya na ukikifanya unajisikia uko satisfied, watu wanakusifia, maana yake hiyo ni talent yako. Wekeza hilo eneo na pesa nyingi itakufuata. Pesa itakuja. Lakini pia pesa imejificha kwenye ubunifu na maarifa, innovations. Tunaposema innovation maana yake ni nini? Kwamba unaona makampuni yote sasa hivi ya simu. Hizi simu unazoziona zilianza kama simu ambayo ni ya kawaida. Lakini kwa sababu ya ubunifu, innovations, kila mtu anakuja na ubunifu fulani, anabadilisha hiki, tayari ana add value. Ubunifu ni ku-add value kwenye kitu ambacho kipo. Maana yake ni nini? Hii na yenyewe inaongeza pesa za kutosha. Wewe angalia tu eneo lako lipo. Ni kipi ambacho unaweza ka-add value? Hapo mtaani kwako ni kipi? Pengine labda ni mahindi. Wanauza nafaka kama mahindi kama malighafi. Unaweza ka-add value, ukaja na ubunifu wa kusaga ukawa unga. Maana yake pesa itakufuata. Mungu akubariki sana. Langu jina Bahati Lukenza Lameki kutoka Fedha na Imani TV. Usisahau kusubscribe na kucomment.